katika tarikhi tuko mwaka wa 6 baada ya hijra. Ushatokea mambo mengi sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam aji-equip, ajisatiti, ikawa lazima awe ni economic power. Desturi, huwezi kuwa na nchi ikiwa iktisadi yako haiko sawa, na njia ya kufanya ni kutafuta ghanima, na ghanima ni mali ambao ni mali yao. Wametoka Maka, wamepokonywa. Ndio Mwenyezi Mungu akasema udhina lilladhina yuqataluna biannahum dhulimu. Kwa hivyo ilikuwa kila namna apambana na watu ambao kwamba wajitayarisha kupigana na Mtume. Makureishi walikuwa hawana namna yoyote, lazima wammalize Mtume, na kummaliza Mtume lazima kila kabila iwe watamshambulia Mtume. Sasa makabila yote haya Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa apambana nayo moja moja. Sasa kuna Mayahudi. Mayahudi walitolewa Madina, wakenda wakasettle Khaybar, wakakatwa zile ties na Ausi na Khazraji. Mtume alifungua market economy yake. Huwezi kuwa na iktisadi ikiwa huna iktisadi yako. Kulikuwa na masoko yakitwa soko kadha. Hizi zilikuwa ni soko za kikafiri, za Kiyahudi na Kinasara. Mtume akafungua soko yake. Sasa kufungua soko yake ikawa lazima awavunde Mayahudi. Kuwavunda Mayahudi ni kuambia Maanswari hakuna, wakate ties. Kitu muhimu ni wakate ties. Na aliweza vile. Kwanza aliweka hawa Maanswari kwa kitu kimoja. Watu walikuwa they don't see eye to eye baina Ausi na Khazraji. Miaka mingi wapigana, wauana. Mtume akaja papa akawaeka pamoja. Ndio Mwenyezi Mungu akasema fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ule umoja mkawa sasa nyinyi papo mmekuwa ndugu. Wa kuntum ala shafa hufra, nyinyi mlikuwa kwenye ukingo wa moto. Fa ankadhakum minan nar, Muhammad akaja akawatoa, akawaokoa. Sasa hizi
Ile wa'tasimu bihablillahi jamian, lengo ilikuwa ni kuwa separate na Mayahudi, wakawa separated. Mayahudi wakawa hawana tena uchumi wao, zile tende zote, mashamba matende yote za Ausi na Khazraji wakawa hawana uchumi. Leo Mwamerika na Myahudi agamba kwa sababu Waislamu wame safeguard uchumi wao. Once wakiondoa mkono tu, once wakiondoa mkono, hakuna tena, hakuna Mwamerika wala hakuna tigers, wote watakuwa paper tigers. Mtume aliwafanya Ausi na Khazraji kwa kitu kimoja, kwa kupigana na Mayahudi. Sasa leo tuko kwenye katlu Abi Rafi. Huyu alikuwa ndio principal personality, mtu wa Maka, very influential, mfanyaji biashara maarufu, ambayo kwamba akiwaharikisha Mayahudi dhidi ya Mtume. Mtume akipoona Khaibar akahisi Mayahudi baada ya kutolewa Madina wamekwenda kule, sasa mbona hawa wamekuwa namna hii? Wasikia maneno, manake information alizonazo kwamba Mayahudi waanza kumea meno. Akaja akafahamu kwamba balaa zote ni Abi Rafi. Mtume akasema, nani atakayemaliza Abi Rafi? Mpaka nyoka umshike umwe kitwa. Ndio wakana almuharrik li ahli Khaybar. Huyu alikuwa ndiye kwenye mkonyo kwa kuharikisha watu wa Khaybar, Mayahudi, ala harbi almuslimina, ndio ufunguo mkali. Wa huwa sayyiduhum, na yeye alikuwa ni bwana wao Abu Rafi Salam bin Abi al-Huqaiqi, akiitwa hivyo al-mulaqab bitajiri ahli al-Hijaz. Alikuwa yeye ni mulaqab, amepewa title kwamba yeye ndiye mfanyaji biashara mkubwa katika watu wa Hijaz. Lamma kana lahu min al-maharati fi jahl, alipokuwa yeye ni hodari sana katika biashara. Wa kana dha tharwatin ta'ila, alikuwa na personality na mtu utisho na thaira, ni kwa na kauli yake enda mbali. Yukalibu biha qulub al-yahud, azikontrol nyoyo za Mayahudi. Akisema amesema, kama yuridu, kama atakao. Fantadaba lahu alayhi salatu wassalam, Mtume akasema, man yaktuluhu, nani atamuua huyu? Faajaba dhalika 5 rijal min al-Khazraj, wakajibu hayo watu 5. Yes, nani atamuua? Mtume asema taka mtu mmoja. Wale wasema sisi tuko 5, uko tayari, kuonesha namna gani ile solidarity ilikuwa vipi. Raisuhum Abdullah bin Atik, raisi wao katika hao Khazraji ilikuwa ni huyo Abdullah bin Atik.
liyakuna lahum mithlu ajri ikhwanihim min al-Aus, atakakuwa mfano wa ujira wale ndugu zake Ausi, alladhina qatalu Ka'b bin al-Ashraf, wale Ausi walimuua Ka'b bin al-Ashraf. Tumesoma nyuma huko, Ka'b bin al-Ashraf banyenyi mkubwa sana wa Kiyahudi. Mtume akasema man li bi Ka'b, wakatoka Ausi wakamuua. Sasa na Khazraj wakasema wakishindana, watu washindana kufanya kheri, wakasema sisi mimi fajaba lidhalika 5 rijali min al-Khazraj. Fa inna min ni'amillahi ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, katika neema alizozipata mtumi, an kana al-Aus wal Khazraj yatafakharuna bima yaf'alunahu, katika neema aliyoipata mtumi ni kwamba wale Ausi na Khazraji walikuwa wakijifakhiri kwa mambo wafanya, washindana katika kufanya kumsaidia mtume, min tanfidhi raghabati rasulillah, katika kutekeleza yale matakwa ya mtume, wako mbele saa zote. Fala ta'mal al-Ausi amalan illa ijtahada al-Khazraji fi mithlihi, Ausi hafanyi jambo lolote ila na Khazraji na atazingia lingine alifanya. Faamarahum rasulu sallallahu alaihi wasallam bidhalika, mtume akamwambia endelea. Baada an waswahum, baada ya mtume aliwaambia, aliwapa usia, mtamuua huyu, lakini alla yaktulu walidan, musiue watoto, mkiingia musende mkafanya genocide ya kuua watoto, wala mraatan, wala wanawake. Fasaru hatta atau Khaybara, wakenda mpaka wakasikilia Khaybar. Faqala Abdullah li ashabihi, Abdullah akamwambia wale wenzake, makanakum, nyinyi sikitini hapa hapa, niatiani mimi. Fa inni muntaliqun lilbawab, mimi nitakwenda mpaka kwa yule, manake ile ni ngome, nitakwenda mpaka kwa yule bawab, yule watchman mwenye zuia mlango. Wa mutalatifun lahu li'alli adkhulu, nitanena naye kwa vizuri nipate kuingia tu. Fa aqbala, akamkabili yule bawab, hata dana min albab, mpaka kasikilia pale mlangoni. Thumma takanna bi thawbin, kisha akainua nguo zake, kaanahu yakdhi hajatahu, kama ni mtu ataongea haja, si mtu atakupigana wala nini. Wakad dakhala an-nas, na watu walikuwa wameingia. Fahatafa bihi al-bawab, yule akamwambia, yule bawab akamwambia, udkhul ya Abdullah, in kunta turidu dukhuli, ikiwa wataka kuingia basi ingia. Fa inni uridu an ughliqa albab, mimi nitakufunga mlango. Aliona ni kama wenzake, hakumtambua ni nani. Fadakhala wa kamana hatta nama albawab, akaingia. Sasa akajifanya yeye yuko pale kwa mbali, amwangalia yule bawab, hata nama albawab, mpaka yule watchman sikulala tu, kwa magari siku zote kwa sababu ya hilo.
Fa akhadha almafatih, yule akautukua ufunguo. Wafataha, akafungua. Liyashula lahu alharam, itakuwa ni rahisi katika kukimbia. Thumma tawajaha ila baiti Abi Rafi, alipoingia hapo kwenye ile kuta akaelekea mpaka nyumbani kwa Abi Rafi. Wasara yaftahu albab, akawa yeye yafungua mlango. Allati tusalu ilayhi, ambao kwamba mfikiria. Wa kullama fataha baban, na kila akiingia kwenye mlango mmoja, manake ni nyumba ni kubwa. Kaisar, kullama fataha baban aghliqhu min ad-dakhil, uifunga yeye kwa ndani, manake asipate watu wengine kuingia. Ikiwa aingie mlangoni kisha funga yeye, sipata funguo. Wa kullama fataha baban aghliqhu min ad-dakhil hatta intaha ila, mpaka mwisho. Fa idha huwa fi baitin mudhlam, ilikuwa giza nyumba yenyewe. Wasta iyalihi, katikati ya watu wake. Falam yumkinuhu tamyizuhu, ikawa hawezi kumtambua. Fanada, akampigia kelele, ya Aba Rafi'. Qala man? Faahwa bisayfi nahwa sauti, akarusha ule upanga ukatoa sauti. Falam yughni shay'an, wa inda dhalika, hakufanya kitu. Wa inda dhalika qalat imraatuhu, mkewe akamwambia, hadha sautu ibni Atik, huyu ni Ibnu Atik, sauti yake huyu. Lakini sasa hawamuoni, na yule Ibn Atik pia hawaoni, aona ni yuko pale tu, lakini amuita ili maanake ajue yuko wapi. Faqala laha thakilati ummika, hakika ole, manake ni kama matusi kwa kumwambia yule mwanamke. Wa aina Ibnu Atik al'an, uko wapi Ibnu Atik? Mwajisemea tu. Faada Abdullah linidai mughayyiran sautahu, akaanza tena, akamuita tena, lakini akabadilisha sauti. Qailan, ma hadha sauta alladhi nasma'uhu ya Aba Rafi, ni sauti gani ambayo wewe isikia ya Aba Rafi? Li ummika alwayl, ole ndako wewe. Inna rajulan fil baiti, akaurusha ule upanga, akana huko amwambia, inna rajulan fil baiti dharabani bisayf, mtu ndani ya nyumba amenipiga upanga. Faamida ilayhi fadharabahu, akampiga tena. Ukhra lam tughni shay'a, kawa bado. Fatawara, ikawazunguka sasa. Thumma jaahu kalmughith wa ghayyara sautahu, akawa huzunguka na huku abadisha sauti. Fawajadahu mustalqiyan ala dhari, akampata amelala, manake kumbe ile dharba ilimpiga kanini. Fawallah as-sayfu fi batni, akautia upanga kwenye tumbo lake. Watahamala alayhi, akamtukua. Hata samia sautu al-azmi, akasikia sauti ya viungo vile, manake koromo zile. Thumma kharaja min albayt, akatoka. Wakana nadharuhu dhaifa, nadhari yake, macho yake yalikuwa ni dhaifu yule Ibn Atik. Fawakaa min fawqi sulam, akaketi juu ya ile ngazi. Basi fakasarat rijlahu, akamkata maguu yake.
faasabaha biamamatihi, kafunga kwenye amama yake. Thumma intalaka ila ashabihi, kisha akatoka akaenda kwa wenzake. Waqala annajat, tushashinda. Kutila wallahi Abu Rafi, nimemuua Abu Rafi. Fantahau ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wakenda mbio kumwelezea Mtume. Fahadithuhu, thumma qala li Abdillah, Mtume akamwambia ubsut rijlaka, akamwambia undua guu lako. Famasaha alayhi salatu wassalam, akampapasa Mtume na alikuwa ameumia. Fakaannahu lam yastakiha qatun, kama kwamba hakustakia, liko vile vile. Katika miujiza ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa adat ahsana ma kanat, likarudi leguu, manake aliumizwa pale, likarudi kama sura lilivyokuwa, vizuri zaidi, kama jito la Qatada. Qatada alitolewa jito, Mtume akaliregesha. Basi yule asema lilikuwa jito zuri zaidi kuliko lile lilopoa na Mtume na Mwenyezi Mungu, aliregesha Mtume. Na huyu Abdullah bin Atika aliumizwa alipokuwa muua yule bwana. Basi Mtume akamweka mkono tu akapapasa pap, asema lirudi leguu, hakuna kutua bandage wala hakuna kufanya jambo lolote. Fandhur ra'aka Allah ila ma kana alayhi almuslimina min istihal almasab, angalia ila ma kana alayhi almuslimin, waliopita Waislamu walivyokuwa, yale mambo yao, masaibi yao yalipokuwa magumu, lakini kwa sababu maadama fi irdha'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa wamridhia Mtume, basi faradhiyallahu anhum wa ardahum, Mwenyezi Mungu akawaradhi na wao kwa kumridhi Mtume. Saria Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha ni katika maswahaba ambaye kwamba Saidna Umar aliulizwa, wewe wataka nini kwenye maisha yako, alipokuwa Amir al-Mu'minin? Sema mimi nataka nyumba yangu ijae watu kama Abdullah bin Rawaha. Nikipata watu 10 kama Abdullah bin Rawaha tosha. Manake Mtume alimwambia huyo aminu hadha al-umma, mwaminifu sana. Wakati huo ulikuwa uaminifu watakikana. Je, sasa utamzengea kwa tochu mpate? Walamma kutila Ka'b, alipouawa Ka'b ibn al-Ashraf, wala alyahudu makanahu Usaira ibn Rizam, aliyekuwa huyu Usaira. Farsala alayhi salatu wassalam man yasta'lama lahu khabarahu, nani atatupa habari za huyu? Wajua information ni muhimu sana. Fajaatu al-akhbar, imekuja habari biannahu qala liqaumihi, aliwaambia watu wake, saasna'u bi Muhammad, mimi nitafanya kwa Muhammad ma lam yasna'hu ahadun qabli, hakuna mtu aliyefanya. Asiru ila Ghatfan faajmahum li'arbihi, nitakwenda kwa Banu Ghatfan, watu wa Taif, matajiri, wana nguvu, wajua wapiganaji. Huyu alinena mimi nitafanya hivi. Muhammad, Mtume akasikia, wasaa fi dhalika, akaenda kwa hilo.
Farsala alayhi salatu wassalam, mtume aliposikia alimpeleka Abdullah bin Rawaha al-Khazraji, huyu ni katika Khazraji, fi 30 min al-ansari, alipeleka watu 30 katika listilamati, katika kutafuta hiyo salama. Fakharaju, wakatoka hatta qadimu Khaybar, mpaka wakasikilia Khaybar. Waqalu li asir, wakaambia wale mateka, nahnu aminuna, sisi tuna amani, hatta nuaridhu alayka ma jina lahu, mpaka mutuambie hawa wamekujia nini. Qala naam waliya mithlu dhalik, na sisi ni hivyo hivyo. Faajabuhu, akawajibu. Thumma aradhu alayhi, sisi kisha akawaambia, an yuqaddima ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sisi tumeletwa na mtume. Wayatruku ma azama alayhi min alharb, na wayatruku ma azama, tumeata ile tulazimia vita. Fayuwalihi rasulu sallallahu ala Khaybar, akamtawalisha pale Khaybar. Fayaishu ahlaha bisalam, akaishi kwa amani. Faajaba ila dhalika, mtume aliposikia vile. Wa kharaja fi 30 yahudiyan, kullun yahudiyan, wa mayahudi wote radifu li Muslim, walikuwa wako tini yake huo Muslim. Wa bainama huwa fi tariqi, walipokuwa kondiani na dima Usair ala majihi, alujuta Usair. Wa arada takhallusu mimma faala bilghadr, akataka kujitakasa kwa yale waliofikiria namna ya kushambulia biman amanuhu. Fa ahwa biyadihi ila sayf Abdullah bin, akaushika upanga wa Abdullah bin, faqala lahu aghdir ya aduwallah, usifanye khiana wewe aduwallah. Alimwambia mara 3. Thumma nazala, kisha akateremka. Wa dharabahu bisayf, Abdullah bin Rawaha akampiga kwa upanga. Fa ataha amatun fakhudhu, walam yabath anna halaka, hawakuata mpaka wakawangamia wote. Fakama almuslimuna ala man maahu min alyahudi, basi Waislamu wakawa wamesimama na Mayahudi. Fakatiluhum an akhirihi, wakawaua wote. Wa hadha aqibatul ghadri, na hii ndio mwisho wa ile khiana, kuonesha hii khiana Mayahudi sasa haikuanza sasa kutoka huko. Hawa wamekwenda pap, wamekubali kila kitu pap, wamegeuka. Kiswatu Ukli wa Uraina, hiki ni kiswa cha Ukal wa Uraina. Hawa ni watu walikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, pia ni watu waliokhalifu. Wakija kadima ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi Shawwal jama'atan min Uklin wa Uraina, faadharu alislam, wakajidhirisha Uislamu wao. Walikija watu kwa njia mbalimbali, hawa na wale wa nyuma ilikuwa hivyo hivyo. Wabayau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wakambai Mtume. Wakanu sikama, na walikuwa wagonjwa. Tena musfiratan alwanuhum, rangi zao zimeparara.
adhimatu butunuhum, mitumbo mikubwa ilikuwa na maradhi ya istisqai. Wao watu wataka kunino, lakini magonjwa. Falam yuwafiquhum hawa almadina, haikuwa ile wedha ya Madina haikuwafike kabisa. Faamara alayhi salatu wassalam bidhaudi min alibli maaha rai, Mtumi akawapa ngamia. Dhaudi ni kama kutoka ngamia watatu na kuendelea, pamoja na mwenye kuwa yule mwenye kutunga ule ngamia. Wa amarahum biluhuku, akamwamrisha ende awapeleke katika maraha, watoke nde ya Madina, liyashrabu min albaniha, wapate kunwa maziwa, manake ile hewa ya Madina haiwafai. Twende ya Madina, akawapa na ngamia na mtu mwenye kuwa kutunga ule ngamia, ili wanywe yale ngamia, wa abwaliha, na mkojo wa ngamia. Hapa ndo wanazuoni wamekuja kuonyesha kwamba Mtume aliwaambia wanywe yule ana maradhi ya istisqai, maradhi ya kufura, maini hayafanyi kazi. Mtume akawaambia wanywe mkojo wa ngamia, na mpaka leo watu wamekuja kuona sasa kwamba mkojo wa ngamia ni dawa. Fafaalu, wakafanya. Walamma tamma shifauhum, walipopoa, jazu lihsani kufran, ihsani kawa sasa ni ukafiri. Zema za punda mashuzi, fakatalu rai, wakamuua yule alipewa na Mtume, ule mwenye kunino wale ngamia. Wamathalu bihi, wakamkata vipande vipande. Wastaqul ibili, wakatukua wale ngamia. Falamma balagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume aliposikia hawa watu baada ya kuwafanyia zema, arsala waraahum Kurzan ibni Jabir al-Fihri, alimpeleka huyu Kurz bin Jabir al-Fihri na watu 20. Falahiqu bihim, wakenda wakawashika. Wakabadhu ala jamihim, wakawashika wote. Walamma jia bihim ila al-Madina, walipoletwa Madina, amara alayhi salatu wassalam an yumathala bihim, Mtume akasema sasa wakatwe kama vile walivyofanya, wakatwe viungo vinino. Innama jazau alladhina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yusallabu au tuqatta aydihim wa arjuluhum. Kateremka hiyo aya katika Suratul Maida, innama jazau alladhina, jaza ya watu ambao kwamba wampiga vita Mtume ile hawa, basi yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada, na waleta fasadi katika ardhi, basi ayukatalu, ni kuuawa. Vita vya kiakida ni kuuawa. Hawa Mayahudi ile wakipigwa vile, dawa ni ile tu, dawa simketi nao meza moja, dawa kurusha misaizi wakafula mbali wote. Wasumirat ayunum, wakatolewa macho yao. Waalqu bilhura, kisha wakaekwa kwenye majabali, hata matu, mpaka wakafa. Fahakadha jaza yakunu jazaul khain, hii ni ndio jaza ya mtu khain, alokhini, alladhi la yuntadharu minhu salahun, ambaye hangojea, hana wema wowote. Wa amalu haulai ashararin mima yadullu ala fasadi al-asli, walifanya hao wale waovu maovu yale walioyafanya.
Wakati nahana, baadaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alikataza kuwafanya kukatakata watu namna hii. Aliwafanya hawa tu kwa sababu hao waliwafanya. Allahu wa rasulu alam. Kisha tasoma saria ya Amr ibn Umayya al-Dhamari likatili Abi Sufyan. Masala ni ya dawa, si dawa, ni dawa. Huwezi kuongea na mimi sasa, niko kwenye darasa. Babul khawkha wal mama